Yesu anasema kwamba wazazi wanapoonya watoto wao, wanapowekea sheria kwamba usiende sehemu fulani, usikae mahali fulani, usikae katika makundi fulani, Yesu anasema wazazi wanapoonya watoto wao na kuwapenda na kuwafundisha vitu vizuri, hao ni wazazi wema. Tuende katika fungu la pili, Misali 3 aya ya kwanza hadi ya pili. Aya ya kwanza, Mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Hata mstari wa pili, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Anasema, mwanangu, usisahau sheria yangu wala maagizo yangu. Sheria hizo ni zipi? Kakuwekea sheria, usiende mahali fulani, usifanye vitu vibaya, matendo mabaya, wizi, uongo. Hiyo ni sheria kakuwekea mzazi. Unatakiwa uzifuate sheria na maagizo ya baba na mama yako. Ndio maana tunasema watoto ni tunu, tuwe na tabia njema na iliyokuwa nzuri. Tuelekee mbele. Zaburi 34 aya 11. Njoeni enyi wana, nami nitawafundisha kumcha Bwana. Yesu anasema pale tunapokwenda kanisani, twende kanisani. Watoto tunapoamka asubuhi tunahitaji kwenda kanisani. Tukifika kanisani, napo tutamcha Bwana kwa maagizo yake aliyotupatia. Kama Yesu alivyosema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Watoto ni tunu na watoto ni thamani kubwa katika maisha yetu hapa duniani. Amen. Amen. Isaya 54 aya 13. Na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya mtoto wako itakuwa njema. Yesu anapokuwa katika nyumba yenu, amani inatawala. Yesu anapokuwa katika familia yenu, amani inakuwa tele. Kwa hiyo watoto wanakuwa wanajidai wakiwa na Yesu wao, nao wanakuwa na amani tele. Mtoto anapolijua neno la Mungu, huwa na amani tele katika maisha yake na mwongozo uliokuwa mzuri. Amen. Tuelekee Isaya, Timotheo wa kwanza 4 aya 12. Hapa tunawazungumzia sasa vijana. Vijana, Mungu anasema usiudharau ujana wako, bali uwe kielezo kwa watu wote. Kwa maana vijana wao ni kielezo mbele za Mungu. Wao ndio huwa mara nyingi inabidi wawe hasa hapa mbele, na vijana huwa na vipaji mbalimbali. Kuna wengine wana vipaji vya kuimba, lakini wanavitumia katika sehemu mbalimbali, hasa kwenye nyimbo mbaya za shetani, na pia kwa vijana wengine wenye uwezo labda vitu mbalimbali katika nyumba ya Mungu, kuhubiri, kufanya vitu mbalimbali, nao huwa wanatumia vipaji vyao bila kuja kwa Mungu. Huwa wanatumia mitaani, sehemu nyingine na sehemu mbaya zingine. Amina. Twende Misali 6 ya kwanza hadi ya 4. Hapa sasa watoto wanazungumziwa katika michezo mbalimbali. Mtoto labda akiwa mwenzake, labda akiwa na hela, kudhamini michezo mbalimbali mibaya kama kupigana, kugombana. Anasema mara nikuwekee hela kupigana huyu, mara kampige jiwe huyu, mara kafanya kitu fulani, mara kaide sehemu fulani. Na watoto hao mara nyingine kudhaminiwa katika wizi mbalimbali, kwenye udokozi mbalimbali, vitu kama hivyo mbalimbali. Na katika michezo mbalimbali mtoto huwa kuwadhamini watu mbalimbali, kama kufanya vitu viovu, mambo maovu katika michezo mbalimbali, hasa wakiwa shuleni. Amina. Tusome Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu alimtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie bali awe na uzima wa milele. Mwana huyo aliyemtoa ni Yesu Kristo. Katika tumbo la Mariamu alimtoa kipindi kile Mungu alikuwa anataka kumshusha Yesu chini, akaamua amtoe katika tumbo la Mariamu, akaja duniani kwa njia hiyo. Ndio kwa maana mpaka leo tunamwabudu Yesu Kristo. Amen. Tusome Yohana 15 ya kwanza. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndimi mkulima. Hapa anaelezea kwa baba ndiye kichwa cha familia na mtoto ni tawi katika familia. Kwa kuwa mtoto ni tawi katika familia, anapaswa kuwa na mambo mengi: kupendwa katika familia na kujaliwa katika familia, kuto kupewa kazi ngumu, na muda mwingi anabidi akabidhiwe kwa Mungu, na katika vipindi mbalimbali au anashirikishwa katika mambo ya Mungu. Amina. Tuendelee Misali 7 ya kwanza
hadi 3. Mwanangu, usiache maneno yangu, shika sheria zangu, ziweke katika mboni ya jicho langu. Sheria ninazokupa mzazi wako ziweke akilini, na kila unapokaribia uwe sehemu fulani, kama mzazi akwambia usiende sehemu fulani, ukitaka kwenda ukakumbuka mzazi aliniambia nisiende sehemu fulani, nawe utakiwi kwenda eneo hilo. Labda ukakumbuka sheria, usiende kufanya kitu fulani, usiibe, usiseme uongo, usifanye mambo vitu vibaya katika sehemu fulani ile kuagiza. Yesu anatoa mstari huu, anasema, ewe mtoto, ishike sheria ya mzazi wako, ishike kanuni za mzazi wako. Kakokea usiende sehemu fulani, nawe inabidi ufuate sheria hiyo hiyo aliyokuwekea mzazi wako. Tunakwenda kumalizia, tusome mambo ya Walawi 18 aya 5. Kwa ajili ya hayo, kwa ajili ya mambo fulani, mzazi kakuwekea sheria, au Mungu kaweka sheria, usifanye kitu fulani. Mtoto inabidi uwe katika sehemu fulani, usifanye kitu fulani. Kaweka sheria hii, nao inabidi uifuate katika kila kitu alichokiweka mzazi wako na katika sheria alizoziweka Mungu. Mungu anasema usiue, usizini, usiibe, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako ili upate miaka mingi uishi hapa duniani. Na inabidi uzifuate sheria kama vile Mungu alivyoziweka. Na inabidi uzifuate kama vile alivyoziandika katika kitabu chake. Amina. Kumalizia tuombe. Tuombe. Tunakushukuru Mungu, tuna salama tangu nimeanza mpaka muda huu nimekwenda kumaliza. Kwa niongoze katika vipindi vinavyoendelea, tukumbuke jina Yesu, amina. Mambo mawili ambayo tutakuwa wazazi tunapaswa ama walezi tunapaswa kuyafanya kwa watoto wetu katika sentensi yetu. Tunapaswa kufanya mambo mawili kwa leo. Leo nazungumzia mambo mawili. Inawezekana hujawa mzazi, lakini leo unamwangalia mdogo wako, unamwangalia mwingine, lakini pia utakuwa na watoto. Tunaamini hivyo. Nataka kuongea kitu kinachoitwa kumficha na kumlinda mtoto. Kumficha na kumlinda mtoto. Kumficha na kumlinda mtoto. Na maelezo yangu yatajikita kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 2. Kutoka sura ile ya 2 ndio maelezo yangu yatajikita kwa dakika ambazo nimepewa. Sura ile ya 2 kuanzia mstari wa 1 hadi mstari ule wa 4. Biblia imeandikwa hivi: mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba, akamzaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri, alimficha miezi 3. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Umbu lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Hiyo ndio key point ya mstari wangu ambao nataka kuongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza tumeelewa kauli mbiu yetu ya mwaka huu katika kitaifa inasema mtoto ni mtumishi wa Mungu. Kwa watoto wanaweza kumtumikia Mungu. Na wale waliokuja tuliona katikati ya wiki kwamba vile ambavyo mtoto yule aliyekuwa na samaki alirahisisha muujiza wa Yesu wa kuwalisha watu 4,000, sehemu nyingine wakisema 5,000, wakirahisisha ule muujiza. Kwa hiyo sasa nataka kuongea juu ya jambo kuficha na kulinda mtoto. Kuficha na kulinda mtoto. Kazi ya mzazi kiukweli ni kazi ya kumlinda na kumficha mtoto. Na uhakika kama wazazi wako wasinge kulinda na kukuficha, pengine ungekuwa na makovu mengi sana. Lakini walikusaidia. Maana kuna kipindi ulikuwa hujui moto kama ni moto, si ndio? Kama una hatari, lakini walihangaika kukusaidia. Na kuna vitu ambavyo watoto wanavifanya mnawalaumu sana, pengine wewe ulizidi hapo. Ila tu hatujawahi kumuuliza vizuri mama yako au mlezi wako. Angetusimulia kwamba wewe ulikuwa mkorofi zaidi ya hapo.
Sasa wewe unaona wao ni wakorofi zaidi, kumbe wanapita mle mle tu, hakuna kipya. Lakini wajibu mkubwa ni kuwaficha. Tunawaficha na nini? Na hatari zilizoko duniani na mambo mbalimbali yanayoweza kuwapata. Kuna mambo ya kiroho na mambo ya kimwili. Mtoto anatembelea wapi? Anasikiliza nini? Anaenda wapi? Anapata nini? Anajazwa nini? Lazima hayo ndio mambo ambayo anaweza kumsaidia kumficha. Kuna wakati mwingine utamficha kabisa, kama mzazi wa Musa. Wazazi wa Musa walivyomficha Musa kiuhalisia kabisa, kwamba usiende kule, usiende pale, usiende kule, unamficha mtoto. Lakini anasema sio kumficha tu, kumlinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumlinda. Biblia inasema yule mtoto alipowekwa waliona hawezekani tena kuficha. Niwaambie, kuna kipindi cha kumfungia mtoto, lakini kuna kipindi hutaweza kumfungia mtoto. Yaani maelekezo yako ndio yatabaki yanatendeka. Sasa kipindi ambacho huwezi kumficha mtoto, kipindi hicho unafuatilia anaendeleaje, anaendaje. Kuna wengine hata shuleni hajawahi kwenda shuleni kuuliza mtoto wangu anaendeleaje. Uongo. Hajawahi kuulizia mtoto anaendeleaje. Yaani yeye na mradi kamlipia ada, kafanyaje, imetoka hiyo. Tayari maisha yanaendelea. Hajui kingine. Yaani mtoto ana mahitaji zaidi ya ada yako. Haleluya. Zaidi ya chakula chako. Mahitaji yake ni zaidi ya hayo. Kwa lazima kufuatilia. Unasema umbu lake, yani dada yake yule Miriam, dada wa Musa, akafuatilia ni nini kitakacho. Unafuatilia anajifunza nini, rafiki yake ni nani na anafanya nini, na nani wa karibu shuleni, rafiki yake ni wa aina gani, huyo rafiki yake ni wa namna gani, ili uweze kuelewa. Mtu mmoja aliwahi kusema, nionyeshe rafiki zako nitakwambia tabia zako. Rafiki zako, watu wako wa karibu nitakwambia tabia zako, kwa sababu wawili hawezi kwenda pamoja wasipopatana. Lazima kuna vitu vinapatana. Kwa watoto lazima kufuatilie. Wanachezaje? Nini kinawakwamisha? Unafuatilia. Tunawafichaje kwenye nini? Nasema tuwafiche kwenye ukweli wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiwawekea neno la Mungu, tujitahidi sana. Ndugu zangu, kuna vitu tunajitahidi wazazi kufanya kwa watoto, na mimi nawapa hongera kabisa. Tunafanya kama kuwasomesha vizuri, kuwalipia ada, kuwalisha vizuri na kuwavalisha. Jamani, hongereni kwa hayo. Hongereni. Lakini yamebaki mambo mawili ambayo hayo ndiyo kuwalinda na kuwaficha. Jambo la kwanza, ukaribu na watoto wenu. Mnawapa vitu vingi, lakini ukaribu umepotea. Jambo la pili, kuhakikisha wanapata ukweli wa neno la Mungu. Mzazi anaweza kulipa pesa nyingi, lakini hawezi kwa ajili ya shule. Anaingiza shuleni hivi na nini, nyana alikuwa hivi na nini, lakini kujua na neno la Mungu mzazi hayuko tayari kuwekeza. Kama mnabisha, tukubaliane nianze ada hapa ya watoto, nianze kufundisha watoto kwa ada. Kama mko tayari, sitasema amekuwa kenge, yani amekengeuka, si ndio? Amekuwa kenge, amekengeuka. Amekengeuka huyo, amekuwa kenge. Siku hizi wanalipisha fedha. Sasa tujitoe. Mwakani tutakuwa na kambi ya watoto hapa. Haleluya. Nataka watoto tujitoe. Wale vizuri, wakae kambini. Mbona tuisheni wanaenda na inawezekana? Mbona mnalipa ada inawezekana? Mbona mnawapa chakula wakienda shule ya kununua kachori? Mbona inawezekana? Kachori sijui kachora, si mnakaita. Mbona inawezekana? Si ndio? Mbona inawezekana kununua kokoto? Siku hizi nasikia na kokoto zinauzwa zinaliwa. Na kununua kokoto. Nasikia kokoto, wanakula kokoto. Nakula kokoto. Mbona inawezekana? Tuwekeze pia watoto wetu. Ngoja niwaambie kitu. Hawa watoto wakipata elimu wakakosa Yesu ni sufuri. Siku hizi duniani ni kamtoano. Yaani akienda usina anakutana na uchawi, anakutana na hivi, anakutana na huyu. Unasikia anaongea yes no barabarani na viatu viko juu.